Upo na mimi Fatuma Hussein, lakini nipo na mkunga Anita Mganga akiendelea kukupa elimu. Ikitokea sasa mzazi ambaye ametoka kujifungua akaja kwako na kueleza, Anita, mimi siwezi kunyonyesha mtoto, maziwa hayatoki, ni hatua gani ambazo unaanza kumshauri kuzichukua ili kuhakikisha kwamba anapata maziwa ya kutosha kumpa mtoto wake? Changamoto kubwa kwanza ni saikolojia ya mama. Mama anaamini nini katika unyonyeshaji? Kwa sababu unakuta mama tayari ameshajenga dhana kwamba mimi siwezi kunyonyesha, sisi familia yetu hatuwezi kunyonyesha. Kwa hiyo ile tayari inafanya hata utengenezaji wa maziwa ndani ya mwili wake kupitia mfumo huu wa hormone unadumazwa. Lakini pia mama anakula nini? Ulaji sahihi ni kitu cha msingi sana mama kukizingatia. Na je, ananyonyeshaje mtoto wake? Wamama wengi wanakosea pia katika kunyonyesha. Anapokosea katika kumweka mtoto vizuri kwenye titi na kumpatia muda wa kutosha kunyonya, huwa inapunguza utengenezaji wa maziwa. Kwa hiyo vitu vya msingi viko mikononi mwa mama. Kuna vile vyakula rafiki ambavyo mama kabla hajajifungua na wakati wa kujifungua anashauriwa kula? Mama ambaye ni mjamzito tuseme na ambaye ameshajifungua, mahitaji ya kilishe mwilini mwake huwa yanakuwa ni makubwa. Yaani vile virutubisho vinahitajika zaidi, kwa sababu mama huyu anakuwa anashughulikia maisha ya kwake mwenyewe, lakini pia anashughulikia maisha ya huyu mtoto mpya. Kwa hiyo mama anapaswa kula vyakula mchanganyiko. Ninaposema vyakula mchanganyiko, tuna yale makundi ambayo tumezoea, tumefundishana shuleni, makundi ya vyakula. Kuna kundi la kwanza ambalo limesheheni vyakula vya nafaka, mizizi na ndizi. Humo tutapata mahindi ambayo tunapika ugali, kuna mchele tunapika wali, kuna mtama, kuna mihogo, kuna ndizi za kupika, kuna viazi na magimbi, vinapatikana katika kundi hili. Kwa hiyo mama anapaswa kuzingatiwa kula vyakula katika kundi hili, japo ni kwa kiwango kidogo. Lakini kuna kundi la pili ambalo linahusisha mimea jamii ya kunde na vyakula vyenye asili ya wanyama. Vyakula hivi kuna maziwa, kuna nyama, kuna maharage, choroko, njegere, dagaa, mayai, vinapatikana humu. Kwa mama pia anatakiwa kula vyakula katika kundi hili. Kundi la tatu ni mboga mboga hizi za kijani pamoja na zenye rangi ya njano kama karoti, kuna Chinese, mchicha, kisamvu, majani ya maboga. Mama pia anatakiwa kula vyakula katika kundi hili. Lakini pia mama anatakiwa kula matunda. Matunda ambayo yanalimwa au yale ambayo yanaota porini. Ukwaju, ubuyu, maembe, nanasi au matunda yale ambayo yanapatikana kulingana na msimu. Lakini pia mama anapaswa kuzingatia kunywa maji ya kutosha. Sasa mama anapokula vyakula hivi vyote, anausaidia mwili wake kupata virutubisho ambavyo vitamsaidia kujijenga yeye, lakini vile virutubisho vingine vitakwenda katika kuimarisha ubora wa maziwa. Na anapaswa kulaje sasa? Kikawaida familia nyingi ambazo angalau zinajimudu huwa tumezoea wanakula milo mingapi? Mitatu. Labda asubuhi chai na miogo, mchana ugali na maharage na mboga mboga, usiku labda ni wali na maharage pia na mboga mboga. Sasa mama aliyejifungua anapaswa kula angalau milo mingapi? Au mjamzito milo 5. Ikiwa na maana gani? Amekula asubuhi, mlo wa asubuhi kama familia ilivyokula. Kati ya asubuhi na mchana hapa kati mama anatakiwa kupata kitu cha kula. Apate sahani ya matunda, apate kikombe cha juice, bakuli la mtori, bakuli la uji, ndio muda ambao anatakiwa kula. Mchana atakula kama familia inavyokula. Kati ya mchana na usiku mama hapa katikati anatakiwa kupata kama mayai ya kuchemsha, labda kitu kidogo ambacho atakula kuongeza nguvu katika mwili wake. Na usiku anakula kama familia inavyokula. Na huu ndio ulaji sahihi ambao mama anapaswa kuzingatia. Ndio maana nilisema mwanzoni kwamba si sawa kumjazia mama chupa za uji mtori ndio afanye kama chakula kikuu. Mama ale vyakula kama familia inavyokula. Isipokuwa hivi vingine viwe ni katikati ya mlo na mlo ili kuongezea ile nguvu iliyopotea. Kuna kipindi wazazi wengine wakati wananyonyesha watoto wao hupata changamoto, unakuta chuchu zimevimba, zinatoa maziwa yani kama vile yameoza. Ni hatua zipi ama unakuta ni changamoto ipi inapelekea vitu kama vile? Mwanzoni nilisema kuna mbinu za unyonyeshaji sahihi. Na mama yoyote ambaye ananyonyesha ni muhimu sana kuzingatia unyonyeshaji sahihi ili kuweza kuepukana na zile changamoto zinazoambatana na unyonyeshaji.
Na changamoto hizi kama ambavyo wamesema, kuna baadhi ya kina mama wanapasuka kwenye titi, anapokuwa akinyonyesha chuchu inauma, wengine mpaka inatoa damu, na wakati mwingine wengine wanapata majipu. Kwa hiyo haya yote yanasababishwa na unyonyeshaji usiofaa. Sasa unyonyeshaji unaofaa ni upi? Mama anapaswa kuzingatia kipindi cha kunyonyesha, ukaaji wake yeye pamoja na mtoto, uwekaji wake wa mtoto kwenye titi uko sahihi. Mama anayenyonyesha anaweza kuamua kunyonyesha akiwa amelala ubavu, na kama amelala ubavu hivi labda anapaswa kunyonyesha titi la ubavu ule aliolalia. Sio amelala hivi afa ananyonyesha huku. Na kama anataka kunyonyesha titi la huku, maana yake mama anatakiwa alale ubavu huu anyonyeshe titi la huku. Lakini kama anaamua kunyonyesha akiwa amekaa, ni muhimu akae katika ukaaji huu ameegemea mgongo wake. Mama asinyonyeshe akiwa amekaa hivi. Akiwa ameegemea mgongo, kwanza tunalinda mgongo wa mama, lakini tunampa stamina ya kuweza kukaa na kumsapoti mtoto vizuri na aweze kumnyonyesha mtoto kwa muda unaotakiwa kwenye titi moja. Baada ya kuhakikisha mama amekaa vizuri, atamchukua mtoto wake sasa. Ningekuwa na mtoto hapa ningeonyesha kwa mifano. Atamchukua mtoto wake hapa. Kichwa cha mtoto kinatakiwa kikae hapa, ndugu mtangazaji. Na hivi viganja vya mama vinashika makalio ya mtoto. Kwa hiyo mtoto atakuwa ameshikwa hivi. Tumbo la mtoto linagusana na tumbo la mama. Kwa hiyo ndio pale muda wa kunyonyesha, kama mtoto alivilingishwa kwenye baby show nyingi, anatakiwa kupunguziwa ili abaki na ile nguo aliyovaa, alafu mama amweke karibu, kisha mtoto asogezwe kwenye titi la mama. Na baada ya hapo, kila mwanamke katika titi lake ana mzunguko mweusi unaozunguka chuchu, si ndio? Kwa hiyo mtoto anatakiwa kunyonya 1/3 ya ule mzunguko mweusi na asinyonye chuchu. Kwa hiyo mama hakikisha mtoto amezamisha 1/3 ya ule mzunguko mweusi kwenye kinywa chake na mtoto ameanza kunyonya, mama atakuwa anasikia tu sauti za mtoto kuvuta na kumeza, hata asikia ile miluzi ya mama. Akisikia hivyo ujue mtoto hajakaa vizuri. Lakini dalili nyingine kama mtoto hajakaa vizuri ni pale ambapo mama anaponyonyesha anasikia kwa mama ananyonyesha huko anaugulia. Hiyo inaonyesha kama mama hajamweka mtoto vizuri kwenye titi. Kwa hiyo hivi vitu vyote vikishafanyika na mama akajiridhisha kwamba mtoto wangu amekaa vizuri kwenye titi, anapata maziwa vizuri, ni muhimu sana mama kumwacha mtoto anyonye kwa muda wa kutosha, asimuhamishe titi, kwa sababu maziwa ya mama yamegawanyika sehemu kubwa mbili. Mtoto anapoanza kunyonya huwa yanaanza kutoka maji kwa ajili ya kumsaidia mtoto kukata kiu, na ndio maana tunasisitiza mtoto chini ya miezi 6 asipewe hata tone la maji, kwa sababu zaidi ya 80% ya maziwa ya mama ni maji. Kwa hiyo anapoanza kunyonya anapata yale maji, na anapoendelea kunyonya ili titi mpaka kufikia kiwango cha titi linakuwa tepetepe. Mara nyingi tunasema kipimo sahihi ni titi kuwa tepetepe. Mama ndipo anakuwa amejiridhisha kwamba mtoto amepata maji na chakula. Yale maziwa ya mwisho huwa ni mazito na yanakuwa meupe zaidi kulinganisha na yale ya mwanzo. Kwa hiyo hapo ndipo mtoto anakuwa amepata maziwa vizuri, na hata yeye utamuona akilala analala kwa utulivu, haamki ile mara kwa mara na kusumbua, lakini pia mdomo wake utakuwa na unyevu, anaonekana kunawiri na kuongezeka uzito anapoenda kliniki kupima. Kwa hiyo huo ndio unyonyeshaji sahihi ambavyo unapaswa kufanyika. Kitendo cha mama kumhamisha mara kwa mara mtoto, anaishia tu kumpa maji, anajaza tumbo la mtoto, mtoto akakojoa mara 2 mara 3, kashaamka, anasumbua, analia, ndipo pale mama wengi wanasema mimi nina maziwa mepesi, sijawahi kuwa na maziwa kabisa. Sisi kwetu hatuna maziwa, lakini napenda wananchi waweze kuelewa kwamba hakuna mwanamke mwenye maziwa mepesi duniani kote, hayupo. Isipokuwa wanawake wengi tunakosea namna gani sahihi ya kunyonyesha, na pressure kubwa ya wanaotuzunguka ndio inatufanya sasa tushindwe, hata kama tumepata elimu, tushindwe kuwa na utulivu na kuamini kwamba sina maziwa. Kumekuwa na wazazi ambao kwa sasa tunawaita Gen Z, wazazi wa kisasa. Hawataki kunyonyesha watoto, badala yake wanatumia maziwa ya kopo. Hii ina athari gani kwa ukuaji wa mtoto? Changamoto hii ipo, na hata kwa ambao si Gen Z. Wapo watu ambao wanaamini kwamba akinyonyesha basi titi litatepeta, litakuwa baya, analinda ule muonekano. Lakini mara nyingi napenda kuambia kina mama kwamba mustakabali wa maisha ya huyu mtoto
kimwili na kiakili, unahakikisha kwamba unaweka juhudi za kutosha kumkuza vyema huyu mtu. Kwa lazima tuhakikishe kwamba tunamsaidia kukua vizuri. Na maziwa ya mama, haya matiti, hayalegei wala kupoteza mvuto kwa sababu ya kunyonyesha. Maziwa ya mama, hii misuli inatanuka na kile kipindi cha ujauzito, kwa sababu kipindi cha ujauzito mama anapitia mabadiliko makubwa. Hata kama ni mtu mwembamba sana, huwa anapitia mabadiliko makubwa. Tumbo litakuwa kubwa, wengine pua zinatanuka, wengine miguu itavimba, vidole vya mikono na yani anakuwa hivyo. Kwa hiyo hata sehemu ya matiti misuli inatanuka. Kwa hiyo kile kipindi ndipo mama anapitia mabadiliko ya matiti, na wala si kipindi cha kunyonyesha. Lakini sasa madhara ya maziwa ya kopo, hata ukifuatilia katika peji mbalimbali za kimataifa, kuna wakati waliripoti kuna baadhi ya maziwa, siwezi kuyataja hapa, kwamba yana madhara, yanasababisha kansa kwa watoto, yakafungiwa. Na hata kuna kampuni nyingine iko South Africa pia nimeona inalipa fidia ya billions of money kwa kutengeneza bidhaa za watoto, ikiwemo ya maziwa ambayo yana changamoto kwa watoto. Kwa hiyo kwanza mtoto anakosa vile virutubisho muhimu ambavyo angevipata kwenye maziwa ya mama, lakini pia anakosa kinga za mwili. Maziwa ya kopo yanatengenezwa kwa maziwa ya wanyama, lakini pia yanatengenezwa na mimea. Kwa hiyo vile virutubisho muhimu ambavyo vinapatikana katika maziwa ya mama havipo katika maziwa ya kopo. Zile kinga za mwili ambazo ndio chanjo ya kwanza ya mtoto ambayo anaipata kwenye maziwa ya mama, mtoto hawezi kupata kwenye maziwa ya kopo. Kwa hiyo kuna sehemu ya ukuaji wa ubongo wa mtoto tunaiathiri kwa kumpa mtoto maziwa ya kopo badala ya kumpa maziwa ya nani? Ya mama. Nafahamu kuna ambao sasa baba mama alijifungua akafariki. Hapo tunakosa namna, kwamba lengo letu ni mtoto akue. Lakini kwa yule mama ambaye yuko hai, hana changamoto yoyote ya kiafya inayomzuia kunyonyesha, wito wangu wa kina mama, wawe ni Gen Z au hata ambao si Gen Z, tunyonyeshe watoto, kwa sababu tunajenga future ya mtoto leo, kesho na milele. Nafahamu kwamba maziwa ya mama yanasaidia hata kutuepusha na changamoto za afya ya akili kama nilivyosema. Kwa hiyo ili tuweze kuwa na kizazi ambacho kiko timamu kiakili, kina afya nzuri, tunapaswa kuwekeza katika unyonyeshaji wa maziwa ya mama. Na naamini kila mzazi hapendi ile tabia ya kwenda kulazwa mara kwa mara. Na nilishawahi kukutana na wamama ambaye alijifungua mtoto wa kwanza, akawahi kumpa uji, akawahi kumpa maziwa ya kopo, mtoto wa pili, ule mtoto wa tatu ndipo wakakutana na elimu yangu ya unyonyeshaji. Wanakiri kabisa kwamba hata ule uactive wa watoto, ukuaji, zile hatua, kutembea, kuongea, kuwa active kimwili na kiakili, huyu mtoto ambaye alinyonyeshwa vizuri, mama anakiri kwamba yuko active kuliko wale ambao walitangulia kuzaliwa. Kwa hiyo natamani kila mmoja aweze kuelewa na kuyafanyia kazi haya mambo, ili tuweze kuwasaidia watoto wetu wakue vizuri. Mtazamaji wa Nukta TV, lazima mpate nafasi ya kumsikiliza mkunga ambapo ameelezea kwa undani zaidi faida za kumnyonyesha mtoto, nafasi ya jamii katika kuhakikisha kwamba mama anamnyonyesha mtoto katika mazingira ambayo yanafaa. Sio hivyo tu, kwa wale ambao wanadhani kwamba Fatuma ana akili kama za shangazi, hajui kwamba maziwa ya mama yana nafasi ya kuhakikisha mtoto anakuwa na akili nzuri kabisa shuleni na anafanya vizuri. Hii ni Nukta TV. Endelea kufuatilia Nukta TV. Ulikuwa nami Fatuma Hussein. Tukutane katika